Ndugu waandishi wa habari, kama ilivyoada, kila robo ya mwaka wa fedha baraza la madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha huwa wanakaa kwa ajili ya kujadili mipango mbalimbali ya halmashauri, lakini hiyo ikiwa sambamba pia na miradi ya maendeleo ambayo inapelekwa kwa wananchi baada ya makusanyo ya mapato, kwa sababu tunapokusanya mapato, yale mapato tunarudisha kwa wananchi kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo. Na kwa robo hii ya mwaka wa fedha wa 2025/26 halmashauri yetu imesaini miradi mikubwa ya kimkakati ya shilingi bilioni 39.8. Shilingi bilioni 39.8 inaenda kufanya kazi kwenye kata zetu mbalimbali. Sasa nikasema basi niseme kwa ufupi ni miradi gani ambayo tunaenda kuitekeleza katika robo hii ya mwaka wa fedha ambao ni robo ya tatu, na robo ya mwisho ndio hii ambayo tunaendelea nayo. Katika awamu hii tumesaini mradi wa ujenzi wa kituo cha polisi kata ya Moshono ambayo unaenda kugharimu shilingi milioni 145.9. Lakini sambamba na hilo tuna ujenzi wa mtaro wa Suye ambao unaenda kugharimu shilingi milioni 100.2. Ujenzi wa vivuko viwili kata ya Muriet unaenda kugharimu shilingi milioni 64.5. Lakini ununuzi wa magari mawili Toyota pickup ambayo yote kwa pamoja yanagharimu shilingi milioni 360, na tayari yale magari nafikiri tumeshayapokea. Sambamba na hilo tuna mwendelezo wa ujenzi wa jengo la shule ya sekondari ya Bondeni City, shilingi milioni 760 inaenda katika ujenzi huo. Ujenzi wa jengo la shule ya msingi Unga Limited, shilingi milioni 877 inaenda kwenye ujenzi huo. Lakini ujenzi wa madarasa 4 na ofisi 2 za shule ya msingi Osunya, shilingi milioni 636. Ukarabati wa ofisi ya halmashauri ya jiji la Arusha ambako ni hapa tuliko, shilingi milioni 123. Lakini ujenzi wa jengo la OPD hospitali ya wilaya, shilingi bilioni 11.25. Sambamba na hilo tuna ujenzi wa shule ya msingi Murieti ambao utagharimu shilingi milioni 771. Ujenzi wa jengo la utawala, hili jengo la ghorofa hapa unaoenda kukamilika, yani tunaenda kwenye finishing sasa, ambako itaenda kugharimu shilingi bilioni 9.3 inaenda kwenye jengo hilo, ambalo likikamilika lile jengo la utawala itakuwa ni jengo refu kuliko majengo yote ya halmashauri zote zilizoko Tanzania. Kwa hiyo itakuwa ni jengo la kisasa zenye kumbi za mikutano, zenye restaurant na vitu vingine. Lakini tunanunua bulldozer kwa ajili ya dampo letu la Muriet. Ndugu waandishi habari, ikumbukwe katika mashindano ya usafi yaliyofanyika hivi karibuni, jiji la Arusha pia lilitokea kuwa kinara wa usafi kwenye majiji yote yaliyoko Tanzania, na hii ni kwa kazi kubwa inayofanywa kwa pamoja mheshimiwa madiwani, wataalamu wa jiji na watu wa idara ya afya. Kwa hiyo kwa kuona hilo tukasema tununue bulldozer kwa ajili ya kuhakikisha tunapeleka maboresho zaidi kwenye dampo letu la Muriet hasa kipindi cha mvua. Lakini tuna ujenzi wa barabara ya Giriki ambayo ile barabara itakuwa barabara ya kwanza hapa Arusha kujengwa kwa mfumo tofauti na ule mfumo tuliozoea wa lami. Ile itajengwa kwa mfumo wa zege ambayo inaenda kugharimu shilingi bilioni 1.799. Tano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na tulimsikia Godbless Lema anasema kuanzia wao wametoka kwenye hii halmashauri ya jiji la Arusha hakuna kitu chochote kimefanyika, na bahati nzuri baada ya kutoka wewe ndio meya wa kwanza kuingia rasmi kutoka Chama cha Mapinduzi, ukiacha yule ambaye alikuwa anamalizia muda wake. Unakubaliana na hiyo kauli, na kama haukubaliani unamwambiaje Lema kwenye kile alichosema kwamba hakuna chochote kimefanyika? Lema ni mpinzani, kwa vyovyote vile angeongea hivyo. Ukiwa mpinzani lazima utapinga tu. Lakini Lema anasahau kulikuwa na stendi ya Bondeni ambayo bajeti ilianza kwenye ile baraza lao hawakuwahi kujenga. Kulikuwa na soko la Mrombo, wakati wao haikuwahi kujengwa. Kuna soko la Kilombero, wakati wao haikuwahi kujengwa. Kuna barabara za lami kibao ambazo wakati wao haikuwahi kufanywa. Sisi tumefanya, na tumefanya kwa sababu sisi tunaamini zaidi kupeleka maendeleo kwa wananchi badala ya kupiga kelele kwenye majukwaa ya kisiasa. Kwa hiyo mimi nafikiri siku mimi nafanya ziara, mkaribisheni Lema, ni mwananchi wetu. Sisi ni viongozi wake. Tunaweza tukamchukua mwananchi, oya, kipindi kile mlichoshindwa sisi tumekitekeleza. Tutaanza vitu kibao, hata bajeti ya hii hata hili jengo
wakati wao walishindwa kujenga kwa sababu ya migogoro waliokuwa nayo, lakini sisi tumejenga. Kwa hiyo Lema kama mpinzani ana haki sana ya kukosoa, lakini ajitahidi pia kukosoa katika namna ambayo hata nyinyi labda ambao ni layman ambao hamuelewi mnaweza msimshtukie, lakini kwa hili mnamshtukia. Okay. Msaidizi, kwa hiyo na utaratibu ambao jiji limekuwa likiufanya umeshaanza kuzoeleka sasa hivi. Mkiwa mnazindua barabara, si ujenzi au kitu chochote, mnafanya sherehe, mnafanya hafla, wanaitwa wasanii, mnafanya vitu vingi ambavyo vinachukua fedha. Tunawaita na nyewe waandishi wa habari. Inachukua fedha nyingi ambazo mngeweza hizo fedha kuzipeleka kwenye miradi ikiwemo barabara hizi za ndani. Hamuoni kwamba huo utaratibu unapaswa kukomeshwa kwa sababu kwanza unachukua fedha ambazo bila hata kufanya hivyo zamani mkopo mnaweza kufanya hiyo miradi na watu wakajua mradi fulani unaanza, lakini bi yake kuna stendi ambayo umekuwa ikipagia chapuo sana, kitu kizuri, lakini tumesikia waziri mkuu akasema sio lazima magari yaingie kule. Hiyo haiwakatishi tamaa ya kuweka fedha nyingi ambazo stendi tabakia gofu, kwa sababu magari sio lazima tena kama ambavyo zamani ilikuwa lazima wapite kwenye stendi za namna hiyo. Nianze na la kwanza, tunavozindua mradi ni kuwaambia wananchi namna pesa zao zinavyotumika. Ukikaa humu ndani kama sasa, nyinyi angalieni, tunafanya na uzinduzi wote bado nyinyi mnakuja kuuliza mbona hatuoni hela. Je, tukienda kimya kimya itakuwaje? Kwa hiyo saa nyingine nani ya Kurumba tunafanya uzinduzi ili kumwambia yule mwananchi aliyelipa kodi yake kupitia labda soko la Kilombero, kupitia sijui wapi, kwamba ile pesa uliolipia kama tozo mbalimbali sasa tunapeleka kwenye miradi ya maendeleo. Na ndio maana mimi nina ujasiri wa kusema mimi niko tayari kuwachukua baada ya mwezi mmoja, twendeni tukakague, yani hivi wote mlivyo, twendeni tukakague miradi ambayo nimeisoma hapa. Kwa hiyo tunafanya uzinduzi ile, na sio gharama kubwa na iko kwenye bajeti. Kwa hiyo jambo lolote ambalo liko kwenye bajeti sio hela ambayo mtu anatoa mfukoni. Tunafanya vile ili wananchi waelewe kwamba pesa zao zinatumika ipasavyo kwa lengo lililopangwa. Lakini jambo la pili ni jambo la Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Amesema sio lazima. Sasa mimi sitaki niende nje na nini na maelekezo ya yule ni mkubwa. Kusema sio lazima maana hujazuiwa, unajua nimekwambia tu, yani ni narudi kule namna ya kukueleza kwenye ile akili yako ielewe. Mimi nikwambia sio lazima unipige hiyo picha, sijakwambia usinipige. Kwa hiyo ni issue ya nini ya kutumia tu akili ya kawaida, magari yataingia stendi. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana.